Lindi au Berlin. Zaidi ya miaka 100 iliyopita, wanasayansi wa Kijerumani walichimba kwa kina katika ardhi nyekundu ya mkoa wa Lindi, kusini mwa Tanzania, na kugundua moja ya masalia kamili zaidi ya dinosaur duniani, Brachiosaurus branchi, ambayo baadaye ilipewa jina jipya Giraffatitan. Masalia hayo yakawa lulu ya makumbusho Museum für Naturkunde mjini Berlin, yakivutia mamilioni ya wageni na kuwa ishara ya fahari ya kisayansi ya Ujerumani. Lakini kwa watu wa Tendaguru, ambako masalia hayo yalichimbwa kati ya mwaka 1909 na 1913, ugunduzi huo haukuleta maendeleo. Badala yake uliacha urithi wa unyonyaji, kazi za kulazimishwa na ahadi zisizotekelezwa, historia ambayo hadi leo haijatambuliwa wala kufidiwa. Mabaki ya Tendaguru bado yanaingizia Ujerumani fedha, wakati watu wetu Lindi wanahangaika kupata maji, shule na hospitali, anasema Mheshimiwa Riziki Lulinda, balozi wa hiari wa kampeni ya urithi wa Tendaguru. Kama waathirika wa Holocaust na mauaji ya kimbari ya Namibia wamelipwa fidia, kwa nini sio kizazi cha walioteswa hapa? Swali lake linagusa kiini cha ukweli mchungu. Ulaya imekuwa ikichagua uhalifu gani wa kihistoria uombwe msamaha na kulipiwa fidia, huku majeraha ya ukoloni barani Afrika yakipuuzwa. Mapema mwaka huu, baraza la kudai fidia kwa waathirika wa Holocaust, Conference on Jewish Material Crimes Against Germany, ambalo husimamia fidia kwa waathirika, lilitangaza kuwa Berlin itatoa tena dola bilioni 1.4 kwa manusura duniani mwaka 2025. Kati ya hizo, karibu dola bilioni 900 zitatumika kutoa huduma za nyumbani na kijamii kwa waathirika wazee. Uamuzi huo unaendeleza mfumo wa uwajibikaji uliodumu kwa miongo kadhaa, mfumo ambao umeifanya Ujerumani ilipe makumi mabilioni ya dola kwa manusura wa Holocaust tangu miaka ya 1950. Fidia kama hizo pia zilitolewa kwa Namibia kufuatia hatua ya Berlin ya mwaka 2021 kutambua rasmi kwamba majeshi ya kikoloni ya Ujerumani yalifanya mauaji ya kimbari dhidi ya Waherero na Wanama kati ya mwaka 1904 na 1908. Hata hivyo, hakuna utambuzi wala fidia kama hiyo iliyotolewa kwa maelfu ya Watanzania waliofanya kazi ngumu na kuteseka chini ya utawala wa ukoloni wa Ujerumani, wala kwa jamii zilizopoteza urithi wao wa asili na kitamaduni uliosafirishwa kwenda makumbusho ya Ulaya. Kampeni ya urithi wa Tendaguru inayoongozwa na Lulinda na kuungwa mkono na wanaharakati wa ndani, wasomi na vikundi vya vijana inalenga kubadili hali hiyo. Harakati hii inataka utambuzi rasmi wa unyonyaji uliotokea wakati wa uchimbaji wa Tendaguru, na inadai kufanyika kwa mazungumzo kuhusu fidia, iwe kupitia malipo, miradi ya maendeleo ya jamii au urejeshwaji wa masalia muhimu nchini Tanzania. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Lulinda alisisitiza kuwa kampeni hii haihusu tu fedha au mabaki ya dinosaur, bali heshima na haki. Ujerumani ikilipa mabilioni kwa waathirika wa Holocaust na kusaidia ujenzi wa Ukraine, lakini inafunga miradi ya kitamaduni Afrika. Ujumbe gani inatoa? Aliuliza. Hatuombi huruma, tunaomba usawa. Kauli zake zinakuja wakati ambapo kuna taarifa kwamba programu za GIZ na GAFTAC za Ujerumani, ambazo hapo awali ziliunga mkono miradi ya urithi na utawala bora nchini Tanzania, zinapunguzwa, huku Berlin ikielekeza fedha zake kwenye migogoro ya Ulaya, ikiwemo vita ya Ukraine. Katika makumbusho ya Museum für Naturkunde mjini Berlin, dinosaur wa Tengeru bado ni kivutio kikuu. Wageni hulipa kiingilio ambacho husaidia kuendesha makumbusho, maonesho na tafiti, lakini hakuna chochote kinachorudi kijijini ambako masalia hayo yalipatikana. Jamii inayokabiliwa na umaskini, ukosefu wa miundombinu na upungufu wa elimu. Viongozi wa
wa eneo la Lindi wanasema wameachwa na Berlin na hata Dodoma. Baadhi ya wagombea wapya wa kisiasa wameahidi kuibua suala la Tendaguru bungeni endapo watachaguliwa mwaka 2025. Tendaguru si tu eneo la masalia, ni alama ya mustakabali wetu ulioporwa, alisema mgombea mmoja wa ubunge kutoka eneo hilo. Kama wengine wanaweza kulipo fidia kwa makosa ya kihistoria, basi Watanzania wanastahili heshima hiyo pia. Haki ya Afrika inacheleweshwa. Suala la fidia linazidi kupata uzito huku mataifa ya Ulaya yakianza kukabili historia zao za kikoloni. Makumbusho ya Ufaransa, Ubelgiji na Uingereza yameanza kurejesha sanaa na mabaki ya binadamu yaliyoibwa Afrika, mara nyingi baada ya shinikizo la umma. Ujerumani, ambayo mara nyingi hupongezwa kwa uwajibikaji wake kuhusu Holocaust, sasa inachunguzwa zaidi kwa mtazamo wake wa uteuzi wa haki. Kwa wanaharakati wa Tanzania, hali hii haiwezi kuvumiliwa tena. Haki haiwezi kuwa ya kuchagua, anasema Lulinda. Kama Ujerumani inaweza kupata mabilioni kwa ajili ya waathirika wa Holocaust kila mwaka, basi inaweza pia kuwekeza sehemu ndogo tu ya fedha hizo kuinua jamii zilizoweka Tendaguru kwenye ramani ya dunia. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.